Kitu fulani hivi, unajua ukishakuwa shabiki wa Yanga inabidi uwe una sadifu yani hii timu kubwa, si umeelewa? Kwa kuna muda pia unabidi ufanane na muonekano wa hii timu kama shabiki wa timu hii, unanielewa? Kwa ni vitu vya kawaida. Mbaya mwanangu. Nakubali. Unaona Yanga Afrika leo? Bwana, nimeona Yanga ya Okelo, nimeiona Yanga ya Depu. Cheka Fosi. Na Balakonte umeiona mpambanaji. Ya Balakonte umeiona? Nimeiona. Simuona Balakonte leo kazima pale wapi tumecheza na back 3 leo kama umeangalia. Watu walikuwa wanasema sio shilingi 6 ile haiwezi kuwa shilingi 6. Haiwezi kuwa shilingi 6? Kwa nini haiwezi kuwa shilingi 6? Si mtu yule kacheza kazima vizuri na sisi tuna enjoy kumuona mchezaji wetu rafiki yangu anaweza kucheza sehemu tofauti tofauti. Hiyo ni talent hali ya juu rafiki yangu. Mchezaji anatoka hapa anakuja kucheza hapa. Iko ni kipaji cha hali ya juu, tunaita filaka. Balakonte kilaka she. Wewe unataka kusema nini bwana? Hebu tu Yanga nimeshinda mzee na mambo mengi ya kuzungumza kuhusiana na Yanga hapa. Hebu nipe kitonge vizuri. Au niko mvisi ni mwajike na Yanga. Depu. Hapo umeona baba? Umeona baba? Depu striker for baba, mimi niwahi kusema hivi. Yanga Afrika ina wachezaji ambao wanafanana nao. Yaani kuna kaliba ya wachezaji ukimwona unajua hili ni mchezaji la Yanga Afrika. Yaani ukiliona tunajua hili ni dude la Yanga Afrika. Ndio yule Depu. Ni mchezaji ambaye analitaka goli kweli kweli, ni mchezaji ambaye lina force linahangaika, anajiamini. Penalti ya kwanza ya kusawazisha goli anaiomba, anamwambia mimi naitaka. Si umenielewa? Ile ni confidence hali ya juu unajua. Kwa mchezaji ambaye umeingia kwenye kikosi, alafu unaenda kuomba penalti ya kusawazisha. Yaani kwamba anajua mimi naenda kufunga ile goli. Sio kitu kidogo. Lakini umeona Eda ambaye amefunga. Magoli yale tunayashuhudia wanafunga kina Didier Drogba enzi hizo ujue. Simene Trezeguet tena hali. Haina noma tutakutana naye pale. Tutakutana naye huko. Kafunga pole. Ngoja sio pole. Sio pole, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Katika hii Tanzania yetu hakuna timu ambayo iliwahi kupata ushindi halali. Sijui umeelewa kule Misri. Na hata wao tangu mwaka 2000 hakuna timu ambayo halali hajawahi kuifunga Yanga tangu mwaka 2000 kwenye ardhi ya Tanzania. Unakubali unakataa? Sasa wewe unashangaa nini Young Africans kupoteza mechi kule Misri? Na kama akija hapa tangu mwaka 2000 hajawahi kupata alama yoyote. Sasa safari hii tunaenda kumpiga. Alama moja juzi tu hapo. Kaokota alama moja sisi. Draw hajashinda bana mechi. Hata mimi draw kwake nishatoa nikaenda na penalty kama unakumbuka. Ile mlipigwa moja. Ya Banuzi unakumbuka ile? Ile ni kwa moja, mlipigwa moja pale. Hapa mlipigwa moja na Kanavaro mkaenda kule mkapigwa moja ikaenda Matuta. Baba kule mimi nishapata suluhu baba. Hebu kumbuka vizuri bwana. Kumbuka vizuri tu za ile siti zako vizuri bwana. Hapo mmempiga moja ya Kanavaro ile. Mmeenda kule 90 mkapigwa moja. Yaani huyu. Mkaenda kwenye penalty. Huyu nimegundua kitu kimoja. Yaani huyu mambo anayofanya Depu na Okelo inawezekana yanamchanganya. Kwa sababu leo vitu ambavyo alivyokuwa anavifanya Depu na Okelo, mimi nilitegemea yani story inakuwa ni Depu na Okelo. Mchezaji ambaye ana utulivu hali ya juu. Mwangalie yule Okelo. Wanda Kid. Sijui umeelewa? Starboy. Yaani mchezaji ambaye hatumii nguvu, hatoki jasho. Yeye anapiga tachi za maana, ufanisi wa pasi. Sijui umeelewa? Anajua mpira ni upeleke wapi. Ni receive mali sasa hivi ni muangalie nani. Oya. Ngoja nikwambie kitu mwanangu. Yanga Afrika usajili ambao tunaufanya. Tunafanya usajili wa kufanana na timu yetu. Sasa hivi timu yetu sawa imekuwa timu tishio Afrika. Kwa hiyo inabidi tuendelee kuleta watu ambao ni tishio kweli Afrika. Ndio tumeona Depu, tumeona Damalo, tumemwona Okelo, si umeelewa? Tumemwona Mamengo. Ni wachezaji ambao unaona kabisa hawa ndani ya Young Africans kuna kitu wanakifanya. Na nikwambieni tu niwaibie siri. Hawa wachezaji wana jambo lao sasa. Hawa Depu, Okelo na Damalo wana jambo lao Zanzibar. Mimi ninachotaka kuambia mashabiki wa Young Africans, sisi kinachotakiwa kufanya, boti zipo, kuna Baresa, kuna yule na Zanzibar Farias. Wapande boti tukutane Zanzibar. Mwarabu mamangu nawaambia, Mwarabu kwenye ardhi yetu ya nyumbani. Sehemu ambayo Young Africans kitovu chetu kimefukiwa, Zanzibari. Sisi Zanzibari. Sisi ngoja nikwambie Tanzania sasa hivi matumaini yake yapo kwenye timu yake. Tusio wanafiki matamanio yani wanasemaje ile hofu au matumaini ya Watanzania yameyapo wapi? Kila mtu anaangalia Young Africans. Ndio timu pekee ambayo sasa hivi inaonesha kwamba kweli hawa watu wamedhamiria kulibeba mgongoni soka la Tanzania. Sasa mechi ya 3 ndugu yangu yote umepigwa paa. Wewe katika historia yako kipindi hicho chote ambacho unafanya vizuri washekula mechi 3 mfululizo. Hizi 3 2 na 3 tofauti. Ya hizi 3 na mwenyewe alisema tukishafungwa mechi ya 3 kuna kwa nini? Sasa wewe ushakuwa mgewa utamu ndugu yangu, watu kwa nini wasiendelee kula utamu? Ukishasema mimi mgewa mtamu kwa sababu kulingana na walichokionyesha, kulingana na walichokisema wenyewe. Msemaji wao mwenyewe kwa mdomo wake tukipitimia 3 tunakuwa waga
tayari washakuwa wagewa utamu, kwa hata wachezaji wenyewe pia ni wagewa utamu tu wanaokuja, kwa sababu hakuna kitu kingine. Ulishasema baada ya mechi 3 mimi naenda kugana kuwa mgewa utamu, wataendelea kugewa utamu. Hakuna cha ajabu, hakuna cha tofauti, hakuna story nyingine. Sasa hivi taifa liangalia Young Africans, watu wa mpira waiangalia Young Africans. Tunafurahi kuona mashabiki wa Simba, mashabiki wa timu nyingine wanakuja kwa mechi za Yanga, kwa sababu wanaamini ndio sehemu pekee wanaweza kupata furaha, na sisi tunawakaribisha, njoeni mpate burudani, kwa sababu burudani ya wana Yanga ipo kwa kila mtu, kwa ajili ya mpenda mpira yoyote, na tunaitoa katika ligi ya NBC, lakini pia tunaitoa katika ligi ya klabu bingwa. Yaani sisi sio wachoyo, sisi furaha yetu, jukumu letu, yaani tunachotakiwa kukifanya kwenye ardhi hii, kwenye soka hili la Tanzania ni kufurahisha watu wa mpira, ni kufurahisha mashabiki wa soka. Sasa utafurahishwaje wewe kila hii mara ya 3? Yaani hata mwanamke mwenyewe rafiki yangu ya kwanza, ya pili, ya 3 anachoka. Hawana uwezo wa kumlipa depu, hakuna uwezo wa kumlipa depu. Sajili zetu sisi tunafuta mikataba huko. Sajili zetu sisi tunafanya kila mtu anaona kabisa sajili ya kilabu. Sio sajili za sawa, sisi hatuokoti, sisi wala hatufanyi jangani. Sasa wewe maana sajili manake. Unajua sisi majibu maswali tunauliza, majibu yapo kwenye kile wanachokieleza wenyewe ndani. Kwa sisi hatuna shida, hatutumii nguvu kujibu maswali yenu hayo. Sababu yanajijibu wenyewe, walisema ikifika mechi ya 3 tutakuwa gawa utamu. Kweli imefika, wanagawa utamu, si umeelewa? Wanasema wana mastreka marefu kama Ngongoti, mwisho wa siku hayapo, si umeelewa? Wanasema wao sijui yule mchezaji hatumtaki tena, hatuwezi kumpokea huyo, karudi. Vitu wanavijibu wenyewe, ni wazee wa few moment later. Viongozi inatosha. Mabwana wafuzu. Mimi mpira sishabiki tena, mpira sishabiki tena, siongelei tena mpira.